12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000. Ujumbe uliojaa tahadhari na maonyo kwa Wakenya kuwa makini hata zaidi wanapowachagua viongozi wao wa kitaifa, huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukiendelea kunukia. Toro Hinga, Citizen, County Kiambu. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa nchini inaonya wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ya chuki na ukabila kufuatia matamshi ya hivi majuzi ya katibu wa UDA Hassan Omar. Mkuu wa tume hiyo Dr. Kefa Omae pia amesema kwamba kumekuwa na ongezeko la matamshi ya aina hiyo nchini na kwamba tume itachukua hatua pasi kutegemea upande wowote. Inawataka viongozi na Wakenya kwa jumla kujitenga na maneno yanayokiuka maadili na kutishia kuvuruga. Therefore, we condemn in the strongest and possible all forms of hate speech, ethnic content, political incitement. Inaitwa Roho Jode huko Pala. Ethnic tension, no grievance, legitimate or otherwise, excuses for incitement of violence against any person or community. Naye kinara wa DCP Rigathi Gachagua amemtaka Rais Ruto kuwafuta kazi waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, akidai wamezembea kwenye majukumu yao ya kumhakikishia rais usalama wake. Gachagua amelaumu wawili hao kwa utepetevu, akisema amechukulia kwa wepesi visa kadhaa ambapo usalama wa rais ulitishiwa na watu waliojipenyeza kwenye majukwaa yake katika mikutano. Ametua kutoka ziara yake ya Uingereza na maneno makali kuhusu usalama wa Rais William Ruto. Fikiria kwamba waziri wa usalama wa rais. How can you guarantee the safety of the authority? Into the job is not safe. What happens to the rest of them? Gachagua anadai kwamba wakuu wa usalama wamepuuza matukio sawia ya mara kwa mara. Kusonya ni hatari kubwa, inaweza ikaathiri usalama wa nchi. If he could hold his neck and almost twist it, he would have knifed him. Or to use a suicide bomber. Kadhalika anasema kwamba licha ya kuwa kwenye upinzani, sharti Rais Ruto awe buheri wa afya hadi apambane naye debeni mwaka ujao. I want to have a chance to